Mheshimiwa Taufik. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa fursa ya kuuliza swali la nyongeza. Baadhi ya wahanga wa ukatili mitandaoni wamekuwa wakitolewa picha zao bila ridhaa yao. Je, serikali inatoa kauli gani kuhusiana na jambo hili? Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa swali kutoka kwa Mheshimiwa Taufik Fatma. Kauli ambayo ninaweza kuitoa kwa kutumia bunge lako tukufu Mheshimiwa Naibu Spika ni kuendeleza kutoa elimu. Wataalamu wetu waendelee kutoa elimu bila kuchoka, hasa wataalamu wetu kutoka TCRA lakini vile vile na Jeshi la Polisi. Kwa sababu kutumia taarifa za mtu bila idhini yake ni kosa la jinai, na tunamshukuru Mheshimiwa Rais ameweza kuunda taasisi maalum inayolinda taarifa za mtu binafsi. Hivyo sheria itachukua mkondo wake bila kuona aibu kwa yeyote. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa kuwa kumekuwa na matukio mbalimbali katika mitandao ya kijamii ikionyesha baadhi ya shule wanafunzi wakifanya matukio ambayo ni kinyume cha sheria na ni udhalilishaji, je, serikali imechukua hatua gani? Swali la pili, kwa kuwa kumekuwa na matukio mengi ambayo yanaashiria udhalilishaji katika mitandao, je, serikali imeshawachukulia hatua kwa kiasi gani wale ambao wanafanya uhalifu huo? Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nimpongeze sana dada yangu Mheshimiwa Daktari kwa kuuliza maswali yenye afya kwa ajili ya umma, kwa lengo la kuona kabisa pamoja na ulimwengu sasa unashuhudia ukuaji mkubwa na kasi wa teknolojia, lakini vile vile matumizi yawe sahihi. Kama serikali, hatua ambazo zimechukuliwa kwa hawa ambao wanafanya makosa ya kijinai, maana kufanya matendo ambayo hayana adabu, na yote ambayo tumeweza kuyashuhudia, mengi tumeona yanashughulikiwa na Jeshi la Polisi, wameshachukuliwa hao ambao wamefanya hayo na sheria inafuata mkondo wake. Lakini vile vile kiasi ambacho tumeweza kukifanyia kazi kwa makosa mbalimbali ya mtandaoni ni zaidi ya 50% ya makosa yaliyojitokeza yameweza kufanyiwa kazi na taratibu mbalimbali za kisheria zimeweza kuchukuliwa dhidi yao.